swala la miundombinu ya barabara yetu. Barabara yetu kwa ujumla ni mbovu, kwa sababu watu wetu wa TARURA wanaitikia mkoani kwa maana ya kwako. Mheshimiwa Mbunge, naomba utusimamie. Barabara hii ulisimama mbele ya Waziri Mkuu ukaisemea vema kwamba barabara kutoka Ilase mpaka kuunganisha na halmashauri yetu ya wilaya Hanang' ulisemea vema mno. Kwa hiyo kwa ile tu kusemea, maana yake Waziri Mkuu ndio kiongozi wa serikali kwenye nchi hii. Kwa hiyo ujumbe wetu umefika kama tulivyotarajia. Kwa hiyo nakupongeza sana kwa ajili hiyo. Kwa hiyo tushaingia kwenye mfumo, maana yake swala la uzalishaji kwenye kata hii au wananchi wa kijiji hiki, maana yake sio changamoto tena kwa ajili ya kwenda kuzalisha au kutengeneza mali, kwa maana ya kuzalisha uchumi katika maeneo mbalimbali, kwenye sekta ya mifugo, sekta ya mazao, sekta ya ufanyabiashara. Nafikiri tutakuwa tunatumia miundombinu hiyo vema kama tulivyokuwa tunatarajia. Lakini swala lingine ni swala la nishati ya umeme. Mheshimiwa Mbunge, transformer hii unayoiona, transformer hii, haya ni mabadiliko ya mara ya pili. Mara ya kwanza walileta ile ya 50, wakaleta ile ya 100. Hii iliyopo sasa hivi ni 100. Lakini kwa ajili ya uzalishaji wa hapa haitoshelezi. Tunatamani tuwe na transformer ambayo inawezekana ile ya 200 kabisa ije kwa ajili, ili wananchi hawa waweze kupata au kuwekeza kwenye viwanda vidogo vidogo kama mashine ya kukamua, mashine ya kukoboa, kwa sababu sasa hivi tuna mashine. Mheshimiwa Mbunge, tunaye mashine ya kukamua sasa hivi. Changamoto hiyo hatuna. Unaenda kukamua alizeti yako, alizeti ile usipochukua mashudu, maana yake unalipia, maana yake hauchajiwi. Lakini ya kukoboa unalipia, lakini bado unanyang'anywa tena nini? Pumba. Kwa hiyo kidogo inatupa ugumu. Tunataka mashine hizo kuwe na ushindani. Badala ya mashine moja tuwe na mashine zaidi ya 2, 3, 4. Hii itatusaidia sana. Lakini eneo lingine ni eneo la kwenye suala la maji. Mheshimiwa Mbunge, tuna kisima kirefu ambayo tayari tumechimbiwa. Mheshimiwa Diwani, kwenye mashine mmesema mnanyang'anywa pumba. Mnanyang'anywaje? Unalipia maana yake. Kwa hiyo utoi hela ya kusaga. Unalipia pesa za unalipia unaacha na nini? Na pumba. Kwa hiyo ni changamoto kwa sababu mtu yuko mmoja. Haya. Wewe naomba uichukue hilo. Ingine ni swala la maji. Tuna kisima kirefu tumechimbiwa kwenye kijiji hiki. Tunatamani sasa hivi tunaenda kuchota kwenye chanzo. Tunatamani maji yale sasa wenzetu wa RUWASA waweze kusambaza yale maji kwenye maeneo maalum, maeneo yenye kuna makusanyiko. Sasa tunafuata kisima sasa hivi, na eneo hili ipo kama usawa wa kilomita 3. Kwa hiyo kidogo kuna umbali. Watu sasa hivi hapa Dumu wananunua maji, tena maji sio safi, shilingi 300 kama sikosei, 500. Ni ngapi? 500. Unaona Kwa hiyo lakini tukiwa na DP hapa au kituo maalum ya kuchotea, maana yake changamoto hii tunaachana naye. Lakini pia kwenda kusambaza kwenye vitongoji kwa maana ya kupeleka nishati ya umeme kwenye eneo hilo. Mheshimiwa Mbunge, kwenye eneo lingine ni suala la mwaka huu kwa ujumla, Mwenyezi Mungu ametujalia kwenye eneo la kwa upande wa uzalishaji wa mazao. Watu wetu wamelima vya kutosha na wamezalisha vya kutosha. Mimi niendelee kusema kwa kutumia mkutano huu, nawaambia hongereni sana na wapongezeni sana kwa ajili ya kilimo. Hakuna mtu ambaye ni mnyonge aliyeweza kuenda kufanya kazi. Lakini kama hujafanya kazi, mimi huwa nasemaga huna faida kwenye maeneo haya kama hufanyi kazi. Si ndio una faida gani? Mvua ya Mwenyezi Mungu inanyesha, wewe uendi shambani. Hii inakuja. Haiji. Wao tuwakemee sana watu wa namna hiyo kama ni wazembe wa design hiyo. Lakini na wapongezeni sana. Lakini ingawa mwaka huu kidogo tumepata nafasi ya kulima pale, lakini wengine wakaenda na ile roho, wengine wamekomaza roho.
Aliyekomaza roho ana zaidi ya gunia 200 hapo zaidi. Nakwambia wale waliokomaza nini? Roho. Lakini wale waliozoofisha roho kama mimi, maana yake tuna gunia 5-4. Ana safi. Kwa hiyo kwa kuwa tumeenda kukomaza roho, naomba ile hali iendelee, Mheshimiwa Mbunge, ili watu wetu waendelee kulima. Lakini lazima wananchi hao watu wawekee mikakati. Kuna tabia ya watu kuendelea kuzidi zaidi ndani kule. Kila mara huwa nasemaga kwa kupitia mikutano ya namna hii kwamba angalau wakati serikali inashughulikia jambo hili, turudie kwanza sehemu fulani. Wakati tunaendelea kula, serikali itatukuta. Kwani yale maeneo mengine tukiachia si ya kwetu? Kwa hiyo ni lazima tusimame. Wananchi lazima tusimame. Mimi watu walikataa kwenye uchaguzi kwa ajili ya kusimama kwa steli hii. Lakini lazima nitumie tena fursa hii nisimame hivi. Hatuwezi kuendesha hivi kijiji. Au sio? Ni kweli eh? Wengine wana zaidi ya ekari 1000 pale mtu mpaka 2000. Ni hapa kwake ardhi hiyo. Amekamata miombo, serikali itakubali? Hatuwezi kubali. Mwisho wa siku tunatamani tuwe na matumizi bora ya ardhi kwa maana ya eneo la malisho. Vijana wetu hawana mashamba. Tunatamani mwisho wa siku maeneo haya yakiachiwa tuende tukawape hata ekari 3. Kwani kuna ubaya? Vijana wanakuwa ni wazururaji hapa. Maana yake nini? Alafu watu wenye uwezo, wenye nguvu, mtu anaenda kuwatamia kozi maeneo makubwa. Ekari 1000 ngapi, alafu anailinda, alafu wakati wao wanaendelea kusubiri tamko la serikali. Hii haiwezekani. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mbunge, nimeongea kwa sababu mkutano huu ni wa kwako. Nasema karibu sana. Nami niwaambie nimelipokea na ndio kilio changu kama cha kwenu. Niwaombe ushirikiano wenu wa kutosha. Swala la majibu yetu waliotupatia serikali, wala tusiwe na shaka. Si wameahidi kuja? Si wametuambia kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 na kuendelea? Waziri wa ardhi walikuwa na ziara, lakini waziri wa maliasili na alikuwa nje ya nchi na ziara. Ninawasubiri tu, wakirudi tukija, kwa sababu tuende kufanyia angani, tutakuja hapa hapa. Sawa eh? Tutakuja hapa hapa na nitawaomba serikali wakutane na wananchi, watueleze wanachotueleza. Unapotafuta siku zote utakachokipata, unaanza kushikilia kile kwanza. Hata kama hakitoshi, ila unaambiwa shikilia ulicho nacho. Wakati huo unaendelea kutafuta kingine. Kwa hiyo kwa hatua ya sasa, kama nilivyosema awali, tukikabidhiwa kwa mujibu wa majibu yao tutapokea. Alafu baada ya hapo tutawaeleza nini ambacho tunakihitaji na tunachokililia. Sawa sawa ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe tuende kwa hatua, wala haina shida. Na jambo hili tutakuja huku, tuje tuzungumze, serikali ituambie, tuwaambie na sisi ya kwetu, na tuone ni namna gani tutaendelea kusukuma. Mimi niko tayari, mnajua. Mimi nitalisukuma, nitakuwa nazungumza kila siku iendayo kwa Mungu. Na nyinyi mnajua migogoro hii imeanza kusikika ndani ya serikali baada ya mimi mwaka 2015 kuingia bungeni. Ndio nimeanza kusimama na kusema migogoro ya ardhi baina ya wananchi na pamoja na hifadhi zetu. Lakini nyinyi mnajua nimesema na bwawa la Farkwa mpaka basi. Juzi tarehe 27 ya mwezi wa 6 tumesaini mkataba wa kujenga bwawa letu la Farkwa. Kwa hiyo hakuna kinachoweza kushindikana. Kati ya trilioni 62 ambazo serikali tumepitisha bajeti kuu, wilaya ya Chemba tumepata bilioni 312 kwa ajili ya ujenzi wa bwawa la Farkwa, ambayo bwawa hilo limekaa miaka nenda miaka rudi. Lakini mimi niliingia bungeni nikasema hapana, sitaweza kukaa kimya. Kilio chetu sisi wananchi wa wilaya ya Chemba tunahitaji na sio kuwa na miradi ya kimkakati. Ujenzi wa bwawa la Farkwa ni muhimu kwa sababu litatusaidia kupata maji ya kutosha na yenye uhakika, lakini litatusaidia kutuimarishia uchumi wa maeneo yetu. Sasa tutakuwa na maji ya kutosha, tunaweza kulima mara 2 mara 3. Vijana wetu hawa
watapata fursa ya kuweza kujiajiri kwa kulima mboga mboga na kulima vitu vingine na kuendelea kukuza uchumi wao. Lakini tutaweza kufuga samaki, mifugo yetu haitapata shida ya maji, tutalima malisho. Kwa wananchi wa wilaya ya Chemba kupitia bwawa la Farkwa itatusaidia kwenda kuimarisha uchumi wa wilaya yetu. Kwa hiyo na hili wala msikate tamaa. Mimi kama niko hai nitakwenda, mmeniajiri kwa ajili ya kusema kwa niaba yenu. Nitasema kile ninakokwenda, kila kiongozi ninayekutana naye, kila fursa ninayekutana naye. Na nilikuwa nawachekesha siku moja nikamwambia, mimi hapa nikiomba kuchangia wizara ya hata ya katiba na sheria, nitasema bwawa la Farkwa, nitasema barabara, nitasema migogoro. Kwa sababu hizo ndio shida zetu. Kwa hiyo na siku zote usiogope kuchekwa. Watanicheka lakini mwisho wa siku tutatoboa. Kwa hiyo hilo kaeni nalo, tutaendelea kulisukuma mpaka lipate hatima yake ya mwisho. Lakini swala la barabara yetu ya lami ya kutoka Tanga, si mmesikia eh? Mmeisikia mjesikia? Barabara yetu na yenyewe ya kutoka Tanga. Nimechekwa, nimeimba mle ndani, nimelia. Hatimaye Mheshimiwa Rais ameridhia. Tumetangaza barabara ile tupate mkandarasi na sisi tupate lami wilaya ya Chemba. Kwa tutakwenda tu ndugu zangu, tutakwenda tu. Kikubwa uvumilivu, kikubwa tustahimiliane, kikubwa tusichoke. Tuendelee kuwa na imani kwamba na hili nalo litakwisha. Hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Sawa sawa eh? Kwa hilo ni la msisitizo. Kwa hiyo swala la hifadhi ni zote mbili, hiyo ya Migori pamoja na hii ya Sogasaga. Kwa viongozi wetu wakija, tutapata fursa ya kuweza kuwaeleza vizuri migogoro yetu yote hiyo miwili na nini sisi wananchi ambacho tunakitamani. Lakini jambo jingine lililokuwa linasema, limezungumzwa hapa swala la mikopo. Sasa nyewe viongozi wangu, watendaji wangu, niwaombe sana. Mtendaji, kuna kazi ya kufanya mzee. Sawa? Tunatakiwa tufanye kazi. Tunatakiwa tuwahudumie wananchi. Bila wao sisi tusingekuwepo hapa. Kwa nini umekuja kufanya nini hapa? Sasa wao mbona mwahudumie? Mnagonga suti tu. Naombeni sana, wilaya hii iko nyuma mno. Tuwasaidie hao watu. Acheni legacy. Ukitoka hapa mwananchi wa Handaja aseme jamani, yule mtendaji alitusaidia sana. Watakuombea, utafanikiwa zaidi. Au nyinyi uwezo wenu mnataka muishie hapa kwa mtendaji tu wakati. Basi. Huwezi kupanda kama huwezi kuperform. Kazi zako ndio zitakusababisha uweze kupanda kuwa mtu fulani. Usipofanya vizuri, hayupo. Tutakudimoti tu. Na mimi kazi naiweza. Sawa sawa? Mimi ukizingua tutazinguana, wala sina shida. Kwenda kumwambia jamani huyu mimi anifai. Sasa sitamani sana hicho. Natamani kero za wananchi. Njooni, nyinyi tumewaleteni huku, muweze kutusaidia. Kuna mahali kumekwama, tuwasiliane. Mbunge, aisee nilikuwa Handa. Kuna 1 2 3. Sekta fulani kidogo tuna shida. Tunafanyaje? Wao stories zenu hizi wanazotaka hawataki. Wao wanataka matokeo. Maneno hawahitaji. Kwa sababu wameanza kuyasikia tangu wako tumboni kwa mama zao. Wanasikiaga tu hayo maneno. Kwa hiyo tunatakiwa tubadilike kwenye swala la utendaji. Serikali yetu ina fursa nyingi. Mikopo, tuna mikopo ya 10% ambapo ni mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum ama walemavu. Lakini tuna mikopo ya bilioni 200 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mikopo hii haihitaji wewe kujiunga kwenye kikundi. Mkopo huu unatakiwa tu mwananchi uje kwa mtendaji, fomu wanazo ofisini, afinyie bana. Mtendaji wangu wa kijiji. Mama yangu kipenzi. Fomu unazo hauna? Zile za kuwajazisha wananchi wapate kitambulisho cha mjasiriamali. Kwa nini huambi? Wangapi wamejaza na wangapi wameshapata vitambulisho vya mjasiriamali? Walijaza zaidi ya 20 lakini wamepata vitambulisho 2. Kwa nini wamepata 2? Hao wengine ni nini shida?
Kufanya nini Chemba waende? Maelekezo ni kwamba zingine zinatakiwa zikachukuliwe fomu Chemba. Nani anayetakiwa kwenda kuchukua fomu Chemba? Yaani ukishamjazia tayari mheshimiwa, yeye ndo anatakiwa aende naye Chemba. Mmewaambia? Kwa wale ambao walijaza wote niliwaelekeza. Kwa nini hao wengine wamepata, wengine hawajapata? Ndio swali langu. Alienda Chemba ndo amefanikiwa. Hao wengine umewauliza kwa nini hawajaenda? Walikuwa wanajiandaa ndipo waende. Lini wanajiandaa? Acheni story. Acheni story. Sitaki story. Wenzetu nchi za wengine huko kwenye mikoa mengine, halmashauri zingine wanachangamkia hizi fursa, watu wananufaika. Kwa nini nyinyi mnawataka watu wetu tuendelee kwa maskini? Alafu mnagombanisha serikali na wananchi wake. Serikali inaonekana haina chochote inachokifanya, kumbe ni uzembe wenu. Alafu sisi wengine tukija hapa ndio tunasurubiwa na maswali. Uzembe tu wa kwenu. Au kwa kwani wenzetu mnalipwa mshahara, una uhakika umekaa, unajua diwani kipindi chake miaka 5, Kunti miaka 5, Samia miaka yake 5, wataondoka na wenyewe. Nyinyi mko hapa. Halo, mzee siondoke, nyinyi ndio mtaondoka. Kabla hujaniondoa mimi utatoka wewe wa kwanza. Na tukubaliane kabisa. Mtumishi yoyote, kama nyinyi mnaona kwamba wenzangu mko free, wenzangu mko safe, hamko safe na nyinyi. Yaani mimi siko safe na nyinyi hamko safe. Kila mmoja tu mnachotamani atimize wajibu na majukumu yake. Kweli kuambia tu watu kuna form ziko hapa wananchi za kujaza. Unapata kitambulisho cha mjasiriamali, unalipa 20,000, unaenda kwa afisa maendeleo ya jamii, na kama hata wakiwa wengi unamuita afisa maendeleo ya jamii, anakuja hapa, anawaelekeza, wanaenda benki, wanaomba mkopo, benki inakuja inawatembelea, wanapata mkopo. Hawa wakiwa na uchumi ulioimarika, hata wewe watakutoa mzee, utakunywa hata soda. Sasa wana maisha magumu na mnaisa ngapi? Sinaanza kukamatana tu. Manake wewe hata ukimwomba unaweza kumwangalia hivi, nikimwomba hapa kweli atanipa. Badala yake unaanza kumtafutia kesi, unamkamata, unamweka ndani, unaanza kumfilisi mpaka kajumba kake. Waimarishieni uchumi wao kwa fursa zinazotolewa na serikali. Wananchi, kuanzia leo nikiondoka, nendeni ofisini kwake, kachukueni fomu, jazeni, tupate vitambulisho vile vya mjasiriamali. Shilingi 20,000. Ukipata kile kitambulisho ni mkopo wa kwako binafsi. Kwa hiyo benki utaenda ukaombe mkopo wako, watakuja kukutembelea kwenye biashara yako na watakupatia mkopo kwa namna ulivyoomba, na mtashauriana kulingana na mazingira watakayoyakuta ya biashara yako. Sawa sawa. Tuna mikopo ya kilimo. Tuna benki ya kilimo, lakini tuna benki ya ushirika, lakini 3, tuna mfuko wa pembejeo wa kilimo wa taifa. Hizi taasisi zote 3 zinazosimamiwa na Wizara ya Kilimo zinatoa mikopo kwa wakulima. Mikopo hiyo, washikaji wawili wale wako. Simama wewe. Mwenzie yuko, kesha nikimbia. Washikaji wawili hao wanajua nini kinachoendelea. Niwaombe kuanzia leo, sasa hivi ni kipindi cha mavuno, tunavuna, lakini ndio maandalizi kwa ajili ya msimu ujao. Na saa hizi ndio muda, na bajeti tumeshapitisha. Kwa hiyo nawaombeni sana, nendeni washirikisheni wananchi. Wale wenye fursa na uwezo wa kukopa zana za kilimo, wapeni fursa, waende wakakope. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo kuanzia leo na mimi tutaanza kufuatilia. Mimi ukifanya vizuri, sina hiana na mtu. Mimi napenda kila mmoja atimize wajibu na majukumu yake, kila mtu apate haki yake, ili wote tuweze kusimama kwenye mstari mnyoofu.